wacha niongelee kwa hawa maforeigners wenye wanaingia hapa Kenya. Aswa wale wenye wanatoka kule Somalia. Kuna utafiti ilifanywa jana na Kenya National TV KTN. Ikapatikana kuna Wasomalia wanatoka kule kwao Somalia wanakuja Kenya, wananunua ID na 15,000. Saa ile sisi wa Kenya tukienda kuchukua ID wanaangalia vitu vingi, wanatuambia lazima ukuwe sijui na birth certificate, ukuwe na ID, sijui ukuwe na nini na living certificate. Lakini hawa wanakuja wanapatiana pesa, wanapatiwa ID. Kama huyu mtu anaitwa Hassan Nur ID yake inasoma alichukua kule kule kwao Somalia, Mogadishu. Date of birth inasoma Mogadishu. Lakini amekuja hapa Kenya, amechukua ID na 15,000, ID yake inasoma anatoka Tarbaj. Na miaka inaenda the same. Ile ya kwao 1985, hapa Kenya kwa ID yake ya Kenya inasoma 1985. Sisi wa Kenya, sisi ndio tunadhulumiwa na watu wengine wanatoka nchi zingine wanakuja wanachukua ID. Hiyo ndio sasa tunapata tuulize. Kama huyu mtu anachukua ID na 15,000 na wewe Mkenya mwenyewe unaenda kuchukua ID Huduma Center, unaambiwa ukuwe na birth certificate, ukuwe na living certificate, ukuwe na certificate ya shule. Na unapata kuna Mkenya mwenye hakusoma, hana hizo vitu, anaambiwa aende atafute ndio kuja achukua ID. Lakini kuna Msomalia ametoka kwa Somalia kule Bruji, kule Mogadishu, amechukua ID. Then huyo Hassan Nur amekuja amechukua ID na jina yenye anataja ni huko Ethiopia, Tarbaj. Tarbaj iko wapi? Ukigoogle iko wapi? Iko kule Ethiopia. Lakini amepatiwa ID. Lakini Mkenya anazunguka asubuhi na mapema, anaenda paka kwa kituo ya Huduma Center kuchukua ID. Lakini ya ID apati. Wale matela wenye waka hapo wanakuambia wewe Mkenya, enda utafute kila kitu yenye tunataka ya shule ndio ukuje uchukua ID. Lakini Msomalia ametoka huko, amelipa pesa, anapatiwa ID. Amelipa pesa 15,000, amepatiwa ID. Lakini Mkenya anang'ang'ana, anatembea na documents, anaambiwa mara sijui birth certificate yake iko na shida gani, enda sijui Bishop House kule Hagai kwenye NSSF achukue karibu na NSSF achukue ID atengenezewa birth certificate. Lakini Msomalia ametoka kule Somalia kwao, amekuja na 15k anapatiwa ID. Kama huyu Mohamed Nur amekuja na 15k, ametoka Mogadishu, amepatiwa ID. Na the same miaka inasoma penye amezaliwa na kila kitu, amepatiwa ID. Akikuja hapa Kenya anapatiana 15,000, anasema anatoka Tarbaj. Hapa Kenya kuna mahali inaitwa Tarbaj, na bado amepatiwa ID na 15k. Na Mkenya anahangaika akitafuta ID. Kumaanisha 2027 William Samoei Ruto ameamua Wakenya wasipompigia kura
au watu wa kutoka Somalia watampigia kura. Hao watu wenye wanaona wanatoka sasa, hii mtu imetoka Mogadishu, ID nasoma Mogadishu, anakuja hapa anachukua ID ya hapa Kenya na anaandika jina ya kule Ethiopia. William Samoei Ruto, kama unataka kutumia watu wachukua ID hii Kenya, tumia wale wa Somalia wenye wako, hata wale wa Somalia wenye wanakaa pale Garissa, Moyale, Mandera, wachukua ID. Unachukua watu mpaka kutoka Ethiopia. Na huyu jamaa ni mjinga. Maana nasema ni mjinga ni hapa. Yeye anajua vizuri amezaliwa kule Mogadishu. Anasema anatoka Tarabaji. Na hapa Tarabaji ukiangalia vizuri tuko na hapa watu wanajiita nini? Hao watu wanajiita hawa nini? Hawa nini wa Ethiopians. Ukitoka Moyale ukienda nini? Marsabit. Tuko na hao watu wa Buruji. Hata yeye angesema anatoka Buruji. So kama KTN ilifanya hii utafiti ikajua kuna Wasomali wanaingia hapa Kenya, kuna watu wanaingia hapa Kenya wanapatiwa vitambulisho. Mimi naambia hao wa Somalia, naambia wa Burundi, naambia wa Kongo, saa ile tuko kwa mstari ya kuanza kupiga kura. Tuko kwa mstari ya kupiga kura. Kitu ya kwanza tukiwapata kwa ile tu mstari tumeanza kusimama tunapiga kura. Tunakuuliza tu kitu moja. Wewe ni mzaliwa wapi? Tusikie Kiswahili. Kitu ya kwanza, kuna watu tutaweka tu wenye wako na magurudumu ya matai, ya nini? Ya magari. Unatolewa kwa laini, unaenda unachomewa hapo direct. Unaenda unachomwa direct. Hakuna Mkenya mwenye ametoka hapa akaenda kupiga kura pale Somalia, akaenda kupiga kura pale Ethiopia. Si Wakenya wanaumia wakitembea na nini? Wakitembea na nini? Na bahasha ati wanaenda kutafuta ID, wanadhulumiwa. Alafu mtu ametoka kule kwao, alishindwa kupigia president wake kura, akakimbia kuja kuuza hapa kahawa. Mwingine alitoka kule kwao, akakuja hapa UN imulipia pesa aishi kwa nyumba nzuri. UN kishamlipia, government ipatiwe pesa yao wakule. Wewe Mkenya unaendelea bado kuhangaika hapo, ukihangaika hapa. Bwana, tunaambia hao watu, tunarudia. Kwa laini tunakutana na wewe, unatoa ID yako. Na sasa naambia wa Kenya, ukisimama kwa laini, ukipiga kura, usisimame na Mkenya mwenzako. Angalia Oria, angalia Mburundi, angalia Munini Mkongo. Ukimpata na ID, inasoma jina yesi ya Kenya. Atolewa kwa laini, kuna wenye watachukua waende wachome. Huyo ni mwizi. Aenda achomwe. Asante.